Ni vizuri kujitambulisha kwanza. Majina yangu ni Pastor Ndungu Njau kutoka Gresto. Na huwa namshukuru Bwana kwa sababu ya wokovu wake. Kwa upendo mkubwa ambao walinipenda, akamtoa Masihi kwa ajili yangu. Hiyo jambo hufanya nimtukuze sana. Huwa namuomba sana anidumishie imani ili siku ya mafunuo yake nami niweze kupatikana katika uzima wa milele kama lilivyo tumaini la kila mmoja wetu. Kwa hivyo nina furaha hata kuwa mbele zenu siku hii ya leo, kwa sababu ni kibali cha Bwana. Baba wetu ndiye ametupa hicho kibali ili tuweze kulishukuru jina lake. Tumepewa habari ya kuinua imani zetu na mwalimu huyo ambaye ametutangulia alipenda ya kwamba tusizimie katika imani, lakini tuzidi kuongezeka na kuwa na nguvu mpaka tufike mwisho wa tumaini na imani, ili mwito ambao tuliitwa nao uweze kuwa mkamilifu. Kwa hivyo mimi naye nimesimama mbele zenu si kwa sababu ya kuwapa mambo mageni sana, lakini mengi ni yale huwa tunajua, na ni kwa sababu tumefundishwa vizuri. Ningependa tuweze kuangalia habari hiyo. Ni kwa sababu nataka kunena juu ya dhamana ya wokovu na pia utakatifu na udheru na udhigu. Yaani tunapojua dhamani ya wokovu tunahitajika kuwa watakatifu. Na Baba wetu asifiwe sana. Kwa hivyo kama vile tulivyoambiwa tuinue imani, tuna dhamani ya wokovu, ama tuna wokovu mkuu ambao kila mmoja tunastahili kuuhifadhi. Ukisha kuupokea ndani yako, hata kujua ya kwamba ni kipawa cha Mungu, si kitu umefanyia kazi, lakini ni rehema za Mungu. Yeye ndiye amesema kwenye kitabu cha Warumi 6:23 ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Masihi. Kwa hivyo hii ni karama ya Mungu, ni kwa sababu ni kipawa tumepewa tu, na kwa sababu nimeamuka hapa nikijua tunajua mambo mengi. Ningependa tusomewe kitabu cha Jude 1:3. Ili hata kama tumeelewa mambo haya yote, ama tunafaa kukumbushwa. Hebu tusomewe na lugha hizo, haikiwezekana hizo mbili, Kikuyu na Kiswahili, na ili tuweze kufahamikiwa vizuri. Tusome Yuda 1:3. Nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwa imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Baba wetu asifiwe sana. Amen. Ati alipokuwa akifanya bidii kuandika habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, kwa hivyo alikuwa anaandika mambo ambao anajua ni ya wokovu, na alijua si wokovu wake tu, hata ni wetu sisi sote. Hakuna mwenye amekuja kwa nyumba ya babu wetu bila kujua wokovu, lakini bado alikuwa na la kusema ya kwamba hata alipokuwa na bidii kuandika habari ya wokovu ambao ni wetu sisi zote, ati aliwaonya kwamba ya kwamba waishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja. Hebu lugha hiyo ingine tusikie vile inavyosema. Endwa akwa, hindi iria ndirerutanĩirie na kĩo gĩothe kumwandĩkĩra ũhoro wa ũhonokio ũrĩa tũgwatanĩire na inyuĩ, ndironire arĩ wega ndĩmwandĩkĩre
niguo ndimuringiririe ati murowagirire mugwatirie morutani ma witikio maria matigirwo andu aria amure o ihinda rimwe ria kuigana hindi ciothe. Na baba wetu asifiwe sana. Haleluya. Nafikiri wale wanasikia hiyo lugha wamesikia vizuri. Na gushiria le maigwa iko ni maigwa cigo ici. Ya kwamba licha ni wokovu tunaandikiwa. Riu ni horo wa witikio turandikira. Ati tunaendelea yani kuhimizwa. Turathie na mbere na kuringiriria atiriri. Ya kwamba tushindanie hiyo imani. Riu turuagirire witikio cio na njira ciothe. Kwa hivyo ni kitu ambacho usiposhindania hiyo imani. Togo ni ati waga kuruirira witikio ucio. Imani hiyo ama wokovu huo utakupotea. Riu witikio cio no honokio cio ni ugukuri. Utakuwa uliweza kujua habari zote za wokovu. Ni ati ni ugukorwo ni wamenyete horo wa honokio wothe. Lakini ukose kufika katika wokovu. No wage gukinyira kiria kiarotagwo ni honokio. Ni jambo la muhimu sana kuangalia mambo ya wokovu. Na koguo ni kuri na bata muno gucuthiria horo wa honokio. Na kujirudia kuangalia vile tunavyochukulia mambo hayo. Na gwicokagira kaingi uria twamukirite honokio ucio. Waraka wa kwanza wa Petro 1:22 hadi 23. Petro 1 muhari wa 22 kuna mambo ningependa tusikie habari hiyo ya wokovu vile mtume Petro anavyosema. Na nyenda tuigue uria Paulo agwetire uhoro wa honokio ucio. Petro sasa. Petro araruta wira uriku. Hebu tuweze kusikia vile inavyosema waraka wa kwanza wa Petro 1:22 hadi 23. Ni ifuria marwa mapene ma Petro 1 muhari wa 23. Mkiisha kujitakasa roho zenu na kutii kweli. Ati mkiisha kujitakasa roho zenu na kutii kweli. Ati mwagi na hile ya kuyambura maroho manyu na guitheria. Hata kufikiria upendano wa ndugu usio na unafiki. Basi jitahidini kupendana kwa moyo. Kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibika. Tumezaliwa mara ya pili. Yati ni tushiaritwo ria keri. Si kwa mbegu iharibikayo. Na tinaundu wa mbegu ile ifuthaga. Bali ile isiyoharibika. Kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Baba wetu asifiwe sana. Amen. Ati tunazaliwa mara ya pili kwa neno la Mungu. Yati ni tushiaritwo ringi na undu wa kiugo githe. Neno la Mungu linalodumu hata milele. Kiugo kiria gituraga tene na tene. Kwa hivyo vile tumezaliwa upya katika Bwana. Koguo ta uria tushiaritwo ringi thiini wa Mesaya. Kwa hivyo tujue tumezaliwa kwa mbegu isiyoharibika. Tumenye tukuritwo na thakame itafutha. Ule mstari huo mwingine inaendelea kueleza. Muhari ucio ngi ni hari kaundu uratariria. Hebu tusome tuendelee kusikia. Reke tuthome. Maana majani na fahari yake yote ni kama una majani. Samahani, umeanza mstari gani? Ulianza mstari gani? 22? Nimesoma 22 na 23. Okay. Hii ni 24. Hebu enda 21. 21. Shoka muhari wa 41. Ambao kwa yeye mmekuwa wenye kumwamini Mungu aliyemfufua katika wafu akampa utukufu. Hata imani yenu na tumaini lenu liwe kwa Elohim. Baba wetu asifiwe sana. Ati tunapoamini, tunapookolewa kwa vitu vya dhamani na kuzaliwa mara ya pili. Ndio turahonokio kana turagorwo na indo cia goro na guciarwo ria katika yeye sasa tunaanza kuwa na imani na tumaini kwa Elohim. Ni ati na undu wake ni tugia na horo akirigirwo na witikio harime. Yaani kupitia Yashua Masihi. Kugerera kwa Mesia Yashua. Na ndio sababu tuliambiwa ya kwamba hatukununuliwa na vitu vinavyoharibika. Yate tutiaguriwo na indo iria ifuthaga kama fedha na dhahabu. Ta fedha na dhahabu ambavyo ni vya wakati huu ama vya dunia hii. Iria cio ni cia ihinda inini na ni cia thĩ ĩno. Na ndio inaonekana ni ya dhamani sana katika ulimwengu wa leo. Ni cia goro muno thĩ ĩno tuturi. Lakini tunaonyeshwa ya kwamba haitoshi kununua wokovu. No turerwo ati indo icio itiganire kugura uhonoki. Ilibidi damu ya Masihi iweze kututakasa. Wakinyire thakame ya Mesia mũrũ wa Elohim itugure yo. Kwa hivyo tukanunuliwa na ile iliyo ya dhamani kuliko ile dhamana zote. Koguo tukiona indo ria kugurwo ni kindu kia goro gukira indo iria ingi ciothe. Na ndio sababu tukapata ule wokovu. Na nikio twamukiriria. Kwa hivyo tukiwa katika tumaini hili. Koguo hindi twina undu ucio awitikio tunastahili kuuhifadhi sana. Ni turabatara kumenyerera na tusije tukapoteza kile ambacho tumekipokea. Ngetha kiria twamukiria tutikagena hindi ria gugite. Waebrania 2:3 kuna neno tunaambiwa. Waebrania 2:3 ni harina kiugo kirauga hapa. Ambao pia inaendelea kutuhimiza habari hii ya kwamba tuchunge wokovu wetu. Ciugo iria turingiriria tugena hindi ria kumenyerera witikio ria tuhonoka. Na tukishapokea tunaishindania mpaka mwisho. Uhonokio ria twamukira turabatara kuruirira nginya mwisho. Hebu tusome huo mstari wa 3. Sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Na Bwana kisha ukadhibitika kwetu na wale waliosikia. Ndivyo tunavyoambiwa. Huko ndiko twele. Ati tutawezaje kupona?
ni ati tungihonoka atia ikiwa hatuwezi kujali wokovu mkuu namna hii. Angĩkorwo tũtingĩhota kũmenyerera ũhonokio wa goro wokovu huu wa dhamani kubwa, ũhonokio ũrĩa wĩ wa goro mũno, wewe ambaye hujaupata unafaa kuutafuta. ũrĩa mũndũ ũrĩa ũtamũkĩrĩte arabatara kũwetha, ni kwa sababu ni wokovu mkuu, nĩ tondũ nĩ ũhonokio wa goro. Na wewe ambao umeweza kuokolewa, na ũrĩa ũgĩte na ihinda rĩa kũhamũkĩra, unahitaji kuhifadhi, nĩ arabatara kũũmenyerera, ili mienendo yako na tabia yako nĩgetha mĩthiĩre yaku na mĩĩkĩre yaku na maisha yako yote yadhihirishe wokovu ulio ndani yako, na mũtũũrĩre ũrĩa gũtũũra wonanagia ũhonokio thĩinĩ na pia utukufu wa Masihi udhirike ndani yako, na ũriri wa Mesaya wonekane thĩinĩ wako. Ndiposa tunaulizwa tutapataje kupona? Nĩkĩo tũroria atĩrĩrĩ, tũngĩhota atĩa kũhonoka tusipoujali wokovu mkuu namna hii, hĩndĩ ya tũngĩira ũhonokio wa goro ambao ulinenwa kwanza na Bwana, ũrĩa waririo nĩ Mesaya mbere, kisha ukanenwa kwetu na wale waliosikia. No kĩana ihinda rĩa kũrutwo wĩira nĩ arĩa mamũiguire. Kwanza tunaonyeshwa ya kwamba ni Bwana mwenyewe aliyeunena. Ũguo tũrerwo nĩ ithe witũ we mwene wagĩrĩire hĩndĩ ya kwaria ũhoro wake. Kwa hivyo si habari imetokana na wanadamu, ũguo ti ũhoro waumanire na andũ ni habari kutoka kwa Baba wetu. No nĩ ũhoro waumanĩte na ithe witũ we mwene. Kwa hivyo tukiweza kuushika ukiwa wa dhamani, ũguo twagĩa na ihinda rĩa kuoya ũguo wĩ wa goro, tutakuwa tunajua dhamani ya wokovu. Nĩ tũgũkorwo tũmenyete na tũgakona na thogora wake. Na tunapoangalia na kujichunga, na hĩndĩ ya tũngĩikara tũmenyeire na tutafanya jina la Baba wetu litukuzwe. Nĩ tũrĩtũmaga rĩtwa rĩa ithe witũ, na hata tutaweza kuwaita wengi na wale walio nje waje kwa nyumba ya Baba wetu, na nĩ tũrĩhotaga gwĩta andũ aingĩ na arĩa mekũnja moke nyũmba, kwa sababu tunaishi kadri mapenzi ya Baba wetu. Nĩ tũrĩikaraga ta ũrĩa ithe witũ endete. Ni kwa sababu anatuhitaji zote tupate wokovu. Tondũ nĩ arĩendaga ithuothe na nĩ endaga ithuothe twamũkĩre ũhonokio ũcio. Hebu tusikie vile tunavyoelezewa kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, tareke tũigue ciugo thĩinĩ wa Korintho wa mbere 6 mstari wa 19 na 20. ithathatũ mũhari wa 13 na nginya wa 20. Tusikie vile maandiko yanavyosema tunapokombolewa kwa vitu vya dhamani. Tuigue ũrĩa maandĩko maratwĩra hĩndĩ ĩyo twagũrwo na kĩndũ kĩu kĩa goro ũguo, sisi tunakuwa mali ya nani? Tũtuĩkaga kĩndũ kĩa ũ. Hebu tuweze kusikia vile tunavyoambiwa. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Elohim, wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Baba wetu asifiwe sana. Haleluya. Inatangulia kusema ama hamujui ya kuwa ninyi, kiuria hau kiramba kuria kana mutioya ate inyue, ya kwamba ni hekalu ya Bwana, ati mwi hekalu ya ithe witu, na mlinunua kwa thamani kubwa, na mwagurirwo na thogora wa goro muno. Kwa hivyo ndio sababu tunaambiwa kwamba tuchunge, sisi si mali yetu wenyewe. Na niketore tumenyera tondu ithuĩ tutire indo citũ ithuĩ, sisi tumefanyika mali ya Bwana, no tutuĩkĩte indo cia mwene. Ndio tukinunuliwa kwa hiyo bei ya thamani kubwa, kwa hiyo na ihinda rĩa kũgũrwo na thogora ũcio mũnene ũguo, tunakosa kuwa mali yetu wenyewe, twagaga gũtuĩka indo citũ ithuĩ. Hata wewe ukinunua kile kitu kwa dhamani yako, na wewe hĩndĩ ũngĩgũra kĩndũ kĩu kĩa goro, hicho kitu huwa wewe ndio unachokimiliki, unachokimiliki gĩaku wewe wakĩgũra. Na kwa hivyo sisi tumenunuliwa na Bwana, na kwa hivyo tũgũrĩtwo nĩ ithe witũ, tena kwa dhamani kubwa sana, na thogora wa goro mũno na kĩndũ kĩa goro, ili tuwe mali yake mwenyewe, nĩgetha tũtuĩke indo ciake, tukitenda mapenzi yake, nĩgetha twĩkage wendo wake, tunaonyesha udhamani wa kununuliwa kwetu, tunaonanagia thogora wa ũhonokio, tunakuwa vyombo vya dhamani katika nyumba ya Bwana. Na kuna maandiko husema ya kwamba hati hata kwa nyumba kuna vyombo vingi ama vitu vingi. Kuna vile vya kuheshimika, kuna vile visivyoheshimika. Hati tukitenda mapenzi ya Bwana, tunalinganishwa na hivyo vyombo vya heshima katika nyumba ya Bwana. Kwa hivyo tutakuwa tunampendeza Bwana, na ule umaana wake kutununua kwa damu yake, basi utaweza kuwa unaonekana na ni kwa sababu tumekuwa kama mapenzi ya Baba wetu. Tunaendelea kukumbushwa kwenye kitabu cha Korintho wa kwanza 3:16, Korintho wa mbere 3:16 hadi 17, habari hiyo ya kujitakaza. Na 17 tuigue uhoro witu wa kwiyamura. Ati kujitakaza ni muhimu ukiwa nyumba ya Bwana. Ndio uhoro wa guikara ugitheragia ni undu wa bata na kwiyamura. Hebu tuweze kuona tunalinganishwa na kitu gani. Reke tuigue turaringithanio na kihabu. Kwenye kitabu hicho cha Wakorintho wa kwanza 3 mstari wa 16 na 17. Tuigue thini wa Korintho wa mbere 3 wali 13 na 17. Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Elohim anakaa ndani yenu? Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo,
kwa maana hekalu lake ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Baba wetu asifiwe sana. Hivyo ndivyo tunavyoambiwa. Ati ya kwamba hatujui ya kuwa sisi ni hekalu la Mungu. Na Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Ya kwamba mtu akiharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Na tukaambua ya kwamba sisi ndio hekalu la Mungu. Tuweze kukaa tukiwa ndani ya Masihi. Ati mtu akiharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa sababu ni Roho wa Mungu anafaa kukaa ndani yake. Sisi tumefanyika nyumba ya Mungu. Mungu amesema atakaa ndani yetu. Kama vile tu zamani alikuwa amejengewa nyumba. Nyumba hiyo iliyoitwa hekalu ilikuwa imejengwa na ilikuwa imegawanywa vizuri. Ilikuwa na utaratibu wake ambao ulikuwa umewekwa. Na ukifuatwa jinsi ulivyohitajika, utukufu wa Bwana ulikuwa unaonekana. Kwa hivyo sisi nasi tukikaa kama mapenzi ya Baba wetu, kuna utukufu wa Bwana utaonekana. Tunaambua hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndio sisi. Na sisi sasa, ama mimi niwe mtakatifu, kwa sababu tumefanyika hekalu. Ndani ya hiyo hekalu ilikuwa na amri za Mungu. Kulikuwa kunatolewa dhabihu takatifu, na inafanya utukufu wa Baba wetu. Tukiwa na Roho wa Baba wetu, hata zile amri za Baba wetu zitadumu ndani yetu. Haitaweza kusikika ya kwamba tunavunja amri za Mungu. Tutaweza kuwa tunatoa dhabihu takatifu, na kwanza dhabihu iliyo hai. Kitabu cha Wakorintho wa Rumi 12 kuanzia hapo 1:2 huwa inasema ya kwamba ni Paulo alikuwa ananena na watu wa Rumi ya kwamba nawasihi kwa huruma zake Elohim, itoeni miili yenu iwe dhabihu takatifu, iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Elohim. Ati hiyo ndio ibada yetu. Kwa hivyo tunapoitwa hekalu la Mungu, lazima tutoe dhabihu takatifu, kwa sababu hiyo ndio tumeitiwa. Ati tunatoa dhabihu iliyo hai, takatifu ya kumpendeza Elohim, na tunaambua hiyo ndio ibada yetu yenye maana. Ukiendelea mstari huo mwingine nasema, wala tusifuatishe namna ya dunia hii, bali tufanywe upya kwa kufanywa upya nia zetu, tujue hakika mapenzi ya Elohim yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Kwa hivyo tukiwa hivyo tutakuwa watu wateule wa Bwana, kwa sababu tumejua sisi ni hekalu la Mungu. Na hilo swali ama swali ambalo Paulo alikuwa akiuliza, alisema kama ni swali, hamjui ya kuwa ni hekalu la Bwana, na Roho wa Bwana anakaa ndani yake. Ati mtu akiharibu hekalu la Mungu, kwa hivyo wewe ukijua ni hekalu la Mungu, na ujitunze na ujilinde, swali hilo la Paulo litajibika vizuri. Kwa sababu nimejifahamu mimi kumbe ndiye hekalu la Mungu. Roho wa Mungu anakaa ndani yangu. Kuna yale sifai kufanya na kuna yale nafaa kufanya, tukiwa katika nyumba ya Baba wetu. Kwa hivyo tutaishi tukiwa hekalu takatifu, na Roho wa Bwana atakaa ndani yetu, na hivyo atakuwa ndani yetu. Lakini tena tujichunge upande huo mwingine, kwa sababu tumeambiwa ya kwamba mtu sasa akiharibu hekalu la Mungu, sasa yule atakaye mharibu mtu huyo ni Baba wetu mwenyewe. Kwa hivyo tujichunge. Haleluya.
Kwa hivyo tufanye yale yaliyo mapenzi ya Baba wetu, ili tuweze kutoa dhabihu iliyo takatifu ya kumpendeza Baba wetu. Hebu tuweze kuona kitabu cha Yakobo 4 mstari wa 8. Mstari wa 8. Yakobo 4 mstari wa 8. Mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Baba wetu asifiwe sana. Sijui sisi tutaweza kupatikana wapi. Imetangulia kusema namna gani? Rudia. Mkaribieni Elohim. Tuwe tunatafuta kukaribia Baba wetu. Naye atawakaribia ninyi. Naye Baba wetu ndiye atakayetukaribia. Tujitahidi kumkaribia Baba wetu. Naye Baba wetu hakosi kuwa atakuwa anatukaribia. Ikamalizia namna gani? Itakaseni mioyo yenu, itakaseni mikono yenu. Tuitakaze mikono yetu. Wale wenye dhambi wanaambiwa watakaze mikono yao. Watu huosha mkono kwa sababu ya nini? Sababu wana nini? Kuna uchafu. Baba wetu asifiwe sana. Haleluya. Watakaze mikono yao. Kwa hivyo dhambi inamfanya mtu aonekane mchafu. Na wanatakiwa ya kwamba watakaze mikono yao, waoshe mikono yao. Na tena wale wengine wakaambiwa namna gani? Na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Kuna watu wana nia mbili. Yuko kanisani, lakini tena kule nje ana namna ya dunia, na tena anachanganya na maneno ya Baba wetu. Hicho ni kisima Baba wetu amekikataa, ya kwamba haiwezekani kutoa chemichemi katika kisima kimoja, maji safi na maji machafu. Nyumba ya Baba wetu inahitaji utakatifu. Ukikaa katika utakatifu, utakaa kulingana na mapenzi ya Baba wetu. Kwa hivyo neno likaweza kutuambia kwamba hata tukimkaribia Baba wetu na atatukaribia sisi. Tukitakaza mikono yetu tukiwa wenye dhambi, na pia yeye atatutakaza, na pia tuweze kuondoa kukaa na nia mbili, tuweze kusafisha mioyo. Tunaambiwa tuwe na mioyo safi, tusafishe mioyo, mioyo iwe safi. Tuachane na mambo hayo ya kuwa ya kwamba tuko kwa kanisa na tuko kanisa litakuwa takatifu. Utukufu wa Bwana utadhihirika na kazi ya Bwana itafanyika, na hiyo ndio tulioitiwa, na tutarithi baraka za milele. Kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili 6:16, tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Elohim. Sisi ni hekalu la Elohim, Mungu aliye hai. Kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao sasa, na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu, nasi tutakuwa watu wao. Haleluya. Si hapo tufurahie? Baba wetu asiwe sana. Amen. Tukue ya kwamba sisi ni watu wa Baba wetu. Atakuwa ndani yetu, atatembea kati yetu, atakuwa pamoja na sisi, kwa sababu tumetakazwa na tumetakazika. Tunaambiwa ya kwamba wakati huu ni wakati ambao Danieli pia alizungumzia. Watu wa Bwana watakuwa wakitafuta kutakazwa na kutakazika, na watakuwa safi, bali wabaya hataelewa mabaya awaye yote.
hataweza kujielewa, hatajua mambo yanayofanyika. Lakini ukiwa ndani ya Masihi inafaa utafute utakaso. Sasa usiitwe tu vile tunavyoitwa. Tuitagwa huyu ni mtakatifu. Hilo ni jina zuri kwa watu wa Masihi. Tumepewa ni jina ambalo linaitwa watu watakatifu. Na ni vizuri kujua tukiwa hapo tutakuwa kwa kanisa la Baba. Ni kwa sababu tutakuwa tumeitwa na Baba wetu. Yeremia 4 mstari wa 14. Tuweze kusikia vile tunavyoambiwa. Yeremia 4 mstari wa 14. Yerusalemu, jioshe moyo wako usiwe na uovu. Yerusalemu, jioshe moyo wako usiwe na uovu. Yerusalemu, withambe ngoro yaku uthirwo ni giko kuhonoka. Mawazo yako mabaya yatakaa ndani yako hata lini? Mawazo mabaya yatakaa kwako. Meciria mathuku ri megutura thiini waku nginya ri? Yerusalemu ni mji tunajua. Yerusalemu ni itura tu. Lakini alikuwa ananena na wakaaji wa Yerusalemu. No hau aragiria andu aria maturite kuu Yerusalemu. Kama vile tulivyo sisi mahali hapa. Na hivyo umothe tu kiungano-ini giki. Ya kwamba anaongea ati utaweza kukaa namna gani? Tulia tu guikara uguo nginya ri? Hebu ndugu yangu rudia kidogo ili tushike vizuri. Yerusalemu, jioshe moyo wako usiwe na uovu. Ati jioshe moyo wako usiwe na uovu. We Yerusalemu, withambe weherie giko giothe. Hapo Yerusalemu, hebu weka jina langu. Hau harago to Yerusalemu tekira ritwa ryaku. Hebu weka jina lako hapo. Tekira ritwa ryaku. Unaulizwa na Bwana ama Baba wetu anakuuliza wewe utaosha roho yako lini? Riu ithe itu hara kuria atiriri ugathambia ngoro yaku ri. Endelea. Mawazo yako mabaya yatakaa ndani yako hata lini? Na hayo mawazo ambayo hayapendezi yatakaa. Na meciria macio mathuku maturite thiini waku meguikara nginya ri. Baba wetu asifiwe sana. Haleluya. Si tumesikia ni neno Baba wetu anahitaji utakatifu. Ni kiugo kiratunete ithe witu. Anahitaji tujitakaze. Ni arabatara twiyamure. Tuwe na moyo safi. Na tukorwo twina ngoro ili tuweze kumuona. Nigetha tuge na hebu tuone wale watakao muona Baba wetu. Tareke tuone alama kona ithe. Na kabla sisi kuweza kufika hapo. Na tuthana kinya hau ri. Nani angependa kuona Baba wetu? No ngenda na ilirie kuona ithe. Siku moja aone Baba wetu. Haleluya. Baba wetu asifiwe sana. Muthenya umwe tuone ithe witu. Baba wetu asifiwe sana. Leo itahaheo. Kona zote tunapenda kuona. No tuende kuona Elohimu kwa sababu tokea dunia iliumbwa na tukaumbwa kwa mfano wa Bwana. Ndio birona tukiumbwa ithuĩ. Hatujawahi hata kumuona. Tutire twamuona. Na kama huwa tunamuona, na angĩkorwo no tumuone, tunamuona kupitia kazi anazozifanya. Tumuonaga kuhĩtũkĩra maũndũ marĩa aneka. Kwa sababu hata tunatambua yeye ni muumba wa mbingu na nchi. Tukuranaga nawe wombire thĩ ĩno tũkinyaga. Kazi hizo zote amezifanya. Na wĩra ũcio wothe arutĩte rĩ, huwa zinamtambulisha yeye yuko. Nĩcionanagia kweli Elohimu ekuo. Sasa anasemaje kuhusu wale wanaohitaji kumuona? Rĩu haha arauga atĩa kũrĩ andũ ameriragĩria kama mimi na wewe ambao tunatamani kumuona siku moja. Ũmũthĩ kuona ithe witũ. Na huwa nafurahia sana mtumishi wa Bwana Musa. Na nĩngenagĩra mũndũ gwĩtwo Musa. Baada ya yeye kusikia sauti. Hĩndĩ atũraga igua mwambo wa ithe witũ mwambo wa ithe witũ mahinda mothe. Hata yeye kuna wakati alisema ya kwamba onake kwĩ hĩndĩ erirĩirie akiuga atĩrĩ, Bwana nataka sasa nikuone. Nĩngwenda gũkuona. Na Baba wetu asifiwe sana. Haleluya. Hata sisi tunatamani tumuone. Ona ithuĩ nĩtũrabatara tumuone. Na Musa kuna vile alivyomuona Baba wetu. Harĩ ũndũ ũrĩa Musa amuonire naguo. Na hata sisi tunastahili siku moja tumuone. Ona ithuĩ tũrabatara tumuone mũthenya ũmwe. Na hata si kumuona kuishi na yeye. Kumuona tũtũranie nake. Na Baba wetu asifiwe sana. Haleluya. Kwa sababu hiyo ndio tumeitiwa. Tondũ ũcio nĩguo twĩtĩe. Waebrania 12:14. Ibrania 12:14. Wale ambao watamuona Baba wetu. Arĩa marabatara kuona ithe witũ. Hebu zote tuweze kuona mahali hapo kama tunataka kumuona. Tuothe tuone hau na tuigue ciugo ireura. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Haleluya. Jitahidini kuwa na amani na watu wote. Geragia ina kio guikara muigwe-inĩ na andũ ule utakatifu na kũgĩa na ũtheru ambao hakuna mtu atakayemuona Elohim. Ũrĩa mũndũ angĩkorwo wagĩte atamuona Elohim. ndakona Elohim.
Kwa hivyo watu wanaohitaji kumuona Elohim wanahitaji kuwa watakatifu, wanahitaji kuwa na amani na watu wote. Ndio sababu wameitwa watakatifu, ati ya kwamba hao ndio watakaomuona Elohim. Namalizia kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza 1:2, ili tuweze kusikia wale ambao wamejitakaza na wameishi kulingana na utakatifu wa Bwana. Hao ni watu wa kanisa gani na wanaitwa namna gani? Hebu tuwasikie hao watu, ama sisi ni wamoja. Baba watu asifiwe sana. Haleluya. Tujipime, nijipime, tuweze kuona ama sisi ni wa hapo. Kwa kanisa la Mungu lililoko Korintho. Kwa kanisa la Mungu, wale waliotakaswa katika Masihi Yeshua, wametakazwa katika Masihi Yeshua, walioitwa wawe watakatifu, waliotakazwa na Yeshua Masihi, na wakaitwa ili wawe watakatifu. Tumeambiwa hao ndio wa kanisa la Mungu. Hebu tuingie zote kwa hiyo kanisa la Mungu, tuwe watakatifu, kwa sababu hata naye ni mtakatifu, na ili tuweze kumuona siku na Baba wetu abariki sana na aturehemu sana, ili tuwe na utakatifu ambao utatuwezesha kumuona siku moja. Baba wa amani awabariki sana. Asante sana.